na nataka niliongee hili polepole, wakulima wote wa pamba na wanasiasa wenzangu wanielewe katika hili. Mheshimiwa Rais, toka historia ya nchi hii, mkulima wa Simiyu alikuwa anapata kilo 200 na kilo 300. Wanasiasa wa mkoa wa Simiyu wameitumia pamba kama siasa na sio zao la kiuchumi la kuwatoa watu katika umaskini. Kwanza, hakuna mtu yoyote anayeweza kutathmini bei ya pamba isipokuwa serikali. Hata wakiwa wanunuzi 500 kwenye kijiji, bei ya pamba inaamuliwa na serikali. Na mimi nataka nimuombe ndugu yangu Mpina hapa mbele ya wananzengo. Mimi na yeye tulishakubaliana, Mheshimiwa Rais atasema hoja zake, nitazijibu hadharani, kwa sababu hakuna ambalo serikali inaficha. Mpina huyu aliua kitalu cha mbegu katika kijiji cha Mwabusalu kwa siasa hizi za kuwadanganya wananchi. Serikali ikakiondoa. Tuliweka kitalu, wananchi wale walikuwa wanapata zaidi ya milioni 250 mpaka milioni 320. Fedha za ziada ukiacha bei. Akaenda kuwahamasisha wapande mahindi ndani ya katika hivyo vitalu. Hatuwezi kuruhusu mfumo huu ambao wanao, na mwaka 2019-20 alikuwemo kwenye serikali. Ni mmoja kati ya watu waliompotosha Rais Magufuli kumwambia kuwa bei ya pamba duniani ni juu, rais atangaze bei. Matokeo yake pamba ikafa, hawa wananchi pamba zikanunuliwa 500, ikawa matatizo matupu. Nataka nimwambie yeye na wanasiasa wote wa Simiyu, sintaruhusu mtu yoyote aharibu mfumo ambao tumeanza kujenga.